kijana yeyote ambaye unahitaji kuanza uwekezaji, hakikisha una download app hizi 12 muhimu za uwekezaji. App ya kwanza ni app ya DSE, kwa kirefu tunasema Dar es Salaam Stock Exchange. Hii ni app ya soko la Dar es Salaam ambalo linajihusisha na ununuaji na uuzaji wa hisa. Hisa ni nini kwa kifupi? Hisa ni sehemu ndogo ya umiliki wa kampuni fulani ambayo unaipata kwa kununua aidha kupitia soko hili la hisa au kwenda kwenye kampuni moja kwa moja. App hii utaipata aidha kwenye Play Store kwa wanaotumia simu za Android au App Store kwa wanaotumia simu za iOS. Kwa hiyo ni app nzuri ya kutrack hisa zako, kufuatilia hisa zako, kufuatilia bei kila siku, kupanda na kushuka kwa bei za hisa kupitia app hii ya Dar es Salaam Stock Exchange DSE. Lakini app ya pili ni app ya VSE. Kwa kirefu tunasema ni Vertex Security Exchange. Hii ni application mpya ya Vertex ambayo inadili na uuzaji wa vipande au units. Kama unataka kumiliki vipande ambavyo over time vina appreciate au vinaongezeka thamani kulingana na mwenendo wa soko, unaweza kutumia application hii ya VSE kuweza kununua units au vipande hivyo. Lakini application ya tatu ni UTT AMIS, application kongwe ya uuzaji wa vipande au units. Lakini pia elimu zaidi juu ya mifuko tofauti ya UTT na namna ya kuwekeza kwenye UTT utapata kupitia application hii ya UTT AMIS. Lakini app nyingine ni app ya benki yoyote ambayo unaitumia. Inaweza kawa NMB kwa wanaotumia benki ya NMB mkononi, au sim banking kwa wanaotumia CRDB. Hii itakusaidia kufanya transactions kwa namna rahisi zaidi tofauti na ukiwa hauna application. Kwenye hizi banks kuna hizi fixed accounts, lakini pia account nyingi za benki sasa hivi wamelink na mifuko tofauti ya uwekezaji au sehemu tofauti za uwekezaji ikiwa kama UTT, hisa hiyo DSE. Kwa unaweza kupitia application ya benki husika ukaweza kuwekeza kwenye DSE au ukawekeza kwenye UTT, kwa sababu hizi nyingi wamezilink pamoja na unaweza access kupitia benki. Lakini pia application nyingine ni application ya mtandao wa simu. Inaweza kawa Voda, Yas au Airtel. Hii itakurahisishia kupata taarifa tofauti. Lakini pia kwa Voda hakikisha una application ya M-Pesa au Mixx by Yas kama applications, itakusaidia kufanya transaction na kupata taarifa tofauti juu ya namna ya uwekezaji wa pesa au namna ya kumanage pesa. Lakini application nyingine ni application ya YouTube. Hii ni kwa ajili ya elimu. Hakikisha unakuwa na application ya YouTube kwa ajili ya kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na uwekezaji. Elimu ya uwekezaji haina mwisho. Inabidi ujifunze siku hadi siku uweze kujifunza na kuelewa zaidi namna ya kufanya uwekezaji, maeneo ya kuwekeza. Na kwenye YouTube hakikisha una subscribe channel zile ambazo zinakupa maudhui ya uwekezaji na elimu ya fedha. Kwa mfano Kipato Digital TZ, unaweza kusubscribe kwa ajili ya maudhui ya fedha na uwekezaji. Lakini application nyingine ni application ya Cashbook au MoneyLava. Hizi tunasema ni budgeting apps. Ni apps ambazo zinakurahisishia namna ya kupanga budget. Uweze kama mwekezaji kama unashindwa kumanage na kufuata budget yako. Sasa kuna application ambazo zitakusaidia kupanga budget na kufuata budget yako, kutrack matumizi yako. Application kama Cashbook, binafsi mwenye natumia application ya Cashbook. Ni application nzuri, unaweza download App Store au Play Store. Lakini pia application ya MoneyLava pia ni application nzuri kwa ajili ya budgeting na kutrack matumizi yako ya pesa. Lakini app nyingine ni Investing.com. Investing.com
ni application ambayo ina taarifa nyingi za uwekezaji, lakini pia unaweza ukafuatilia portfolios zako tofauti ambazo umeziwekeza hasa kwenye soko la hisa au kwenye cryptocurrency. Kwa hiyo ni application nzuri kuwa nayo kama unahitaji kufanya uwekezaji. Lakini kuna application ya Tausi Portal. Sasa Tausi Portal ni kwa wale ambao wanapenda kuwekeza kwenye ardhi. Na kwa sababu application ya Tausi Portal yenyewe itakupa listi ya viwanja ambavyo vipo sokoni, na asilimia kubwa ya viwanja ni vile viwanja vya serikali. Kwa hiyo ni application ambayo inaweza kusaidia kununua ardhi au kununua kiwanja sehemu yoyote ile Tanzania, mkoa wowote na sehemu yoyote ile kwa Tanzania. App nyingine ni BOT, app ya Bank of Tanzania. Kwa nini uwe na app ya BOT? App ya BOT kwanza kabisa inakupa update hasa kwa wale ambao wanapenda kuwekeza kwenye hati fungani, bonds. Kwa hiyo kama unatamani sana kuwekeza kwenye hati fungani, app hii ya BOT ni lazima uwe nayo. Lakini app nyingine ni compound interest au SIP calculator. SIP au compound interest ni app ambayo inakusaidia kucalculate interest ambazo unazipata hasa kama umefanya uwekezaji kwenye maeneo ambayo yana compound. Sasa kwenye compound, namna ya kucalculate compounding interest ni lazima utumie hii compound interest app au SIP calculator. Lakini application au app ya mwisho ni app ya Binance. Binance hasa kwa wale ambao wanawekeza au wanapenda kuwekeza kwenye soko la cryptocurrency, sarafu za mtandaoni. Binance ni kama tu benki nyingine kama NMB au CRDB, lakini utofauti wa Binance ni kwamba hii inadili na sarafu za kidigitali. Kwa hiyo kama una mpango au unatamani kuwekeza kwenye soko la cryptocurrency, kwenye sarafu za kidigitali, unatakiwa kuwa na app hii ya Binance ili uweze kuwa na access ya kununua na kuuza sarafu zako pale ambapo zina appreciate value au zinaongezeka thamani siku hadi siku. Basi kwa mwekezaji, kwa kijana yoyote ambaye anatamani kuwekeza, hizo ni app 12 muhimu ambazo unapaswa kuwa nazo kwenye simu. Acha kudownload app za betting. Tafuta app hizi 12 kwa ajili ya uwekezaji, anza kufanya uwekezaji. Basi unaweza kuniandikia kwenye comment ni app gani unatamani kwanza kuwa nayo. Na kama kuna uwekezaji ambao unatamani uelewe zaidi, basi usisite kucomment hapo ili tuweze kueleweshana au kuandaa video nyingine special inayohusu uwekezaji wa aina hiyo tu. Basi kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii ya Kipato Digital TZ, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video nyingine ambazo tunaziposti kwenye channel hii ya Kipato Digital TZ. Na kwa wale ambao siku zote tayari ni familia ya Kipato Digital TZ, basi bonyeza alama ya notification kama ulikuwa bado, ili usipitwe na maudhui haya ambayo tunaelimishana kuhusiana na mambo ya fedha, uwekezaji na biashara. Basi kwa leo sina la ziada. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tukutane posti ijayo.